Wasifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tunazidi sana kumshukuru Mungu ambaye amekuwa mwaminifu kwa wakati wote na kwa majira yote. Amezidi kutuonekania na kutuwezesha na kutufanikisha na kutupa nafasi kila ilipoitwa leo. Leo ni siku yetu ya 3 ya maombi ambayo Mungu ametupa kuomba katika mwezi wa 10. Mungu alitufungulia mlango huu mwezi wa 10, tuanze mwezi kwa maombi. Mimi sijajua ni mambo gani ambayo Mungu amekusudia kwako. Sijajua ni mambo gani ambayo Mungu amekusudia kwenye familia yako. Lakini ndani yangu ina msukumo mkubwa sana wa kuomba kwa ajili ya mwezi wa 10. Kumbuka siku ya pili, siku ya jana, nilisema kwamba lango, mwezi, wiki na mwaka na siku na nini. Nilizungumza nikasema katika ulimwengu wa roho ni majira. Na kwa kuwa ni majira, ni lango ambalo linaweza kutumika kupitisha chochote ambacho Mungu amekikusudia. Kwa hiyo Mungu alipotupa hii neema ya kuomba kwa ajili ya mwezi wa 10, maana yake Mungu anahitaji kuutumia huu mwezi wa 10 kama majira au kama lango ya kupitisha kile ambacho Mungu amekikusudia. Maana yake Mungu anafahamu huu mwezi umebeba package gani. Kumbuka jana nilisoma andiko linalosema ya kwamba kwa kila jambo kuna majira yake. Majira haya ya mwezi wa 11, liko jambo ambalo linapaswa kutokea kwako. Liko jambo ambalo linapaswa kutokea kwenye familia yako. Sijajua ni baya, sijajua ni zuri. Lakini maandiko yanasema pia wakati wa kulia, wakati wa kucheka. Adui amekusudia mwezi wa 10 ulie, lakini Mungu amekusudia mwezi wa 10 ucheke. Kwa hiyo unapoomba pamoja na mimi mwezi huu wa 10 kwa ajili ya kuutengeneza na kuupanga na kuusemesha mwezi wa 10, maana yake unaruhusu kile cha Mungu, yale makusudi ya Mungu, mipango ya Mungu, mapenzi ya Mungu juu yako, juu ya familia yako yaweze kutimizwa. Karibu sana wewe ambao unatutazama na kutufuatilia tangu siku ya kwanza. Tumekuwa na maombi na leo ni siku yetu ya 3. Mungu amezidi kuwa mwaminifu sana. Na mimi nimezidi kuona mkono wa Mungu sana katika maombi haya, kwa namna ambayo Mungu amekuwa akiniwezesha na kunipa nguvu kila inapoitwa leo ya kuzidi kuomba na kufanya maombi haya. Leo Mungu ametupa andiko linalotoka katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 15. Sisahau andiko letu la msingi la maombi ya mwezi huu wa 10. Tulisoma kile kitabu siku ya Jumatatu, siku ya kwanza, siku ya tarehe 1. Tulisoma andiko la Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 9. Anasema, naye akaniambia neema yangu ya kutosha. Nikawaambia ya kwamba mwezi huu wa 10 Mungu ametupa nafasi kuomba, kwa sababu huu ni mwezi ambao Mungu anahitaji sana kuachilia neema yake kwako, neema yake kwenye familia yako, ili kupitia neema ya Mungu ukauone mkono wa Mungu kwenye mwezi wa 10. Sasa Mungu ametupa andiko tena leo, Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 na ule mstari wa 10 peke yake. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na ule mstari wa 10 peke yake. Biblia inasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Nilikuwa nahitaji sana kile kipengele cha kwanza ambacho Paulo anasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa. Paulo anasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Maana yake nini? Kwa namna tunavyomtazama Paulo, kwa namna tunavyoyatazama maisha ya Paulo, tunavyotazama biashara ya Paulo, tunavyoitazama ndoa ya Paulo, tunavyoitazama afya ya Paulo, tunapotazama biashara, tunapotazama mashamba ya Paulo, tunapotazama miradi mbalimbali ya Paulo, tunapoitazama huduma ya Paulo, Paulo anatuambia jinsi mnavyonitazama na kunitamani na kutamani maisha niliyo nayo, kutamani huduma niliyo nayo, kutamani ndoa niliyo nayo, kutamani afya niliyo nayo, namna mnavyoona wewe nyie mnavyonitazama na kuniona. Paulo anasema hivi nilivyo
niko hivi kwa sababu ya neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Anasema lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Anasema lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Jinsi nilivyo mimi Paulo ni kwa neema ya Mungu. Maisha yangu ni ya mafanikio, maisha yangu ni ya amani, maisha yangu ni ya furaha, nina afya njema, nina uzima, nina biashara nzuri, nina kazi nzuri, mashamba yangu yanazaa matunda, yanastawi, mifugo yangu ina afya njema, niko salama, huduma yangu iko salama. Kila nilicho nacho, jinsi nilivyo, Paulo anasema ya kwamba hivi nilivyo ni kwa neema ya Mungu. Maana yake nini? Kuna watu kwenye maisha hatutaweza kufika mahali ambapo tunatamani kufika mimi na wewe kama Mungu hataachilia neema yake. Kuna mahali familia zetu, kuna maisha ambazo familia zetu hazitaweza kuwa nazo, hazitaweza kuishi kama Mungu hataachilia neema yake. Kuna mahali biashara zako, biashara zangu, kazi zako, kazi zangu, ndoa yako, ndoa yangu, afya yako, afya yangu, watoto wako, watoto wangu, kila tulicho nacho kwenye maisha yetu, kuna vitu hatuwezi kuvipata, kuna maisha hatuwezi kuyaishi, kuna viwango hatuwezi kuvifikia, kuna namna ambavyo hatuwezi kusonga mbele, hatuwezi kupiga hatua, hatuwezi kwenda mahali popote kama Mungu hatatupa neema yake kwenye maisha yetu. Kwa nini? Kwa sababu Paulo anasema ya kwamba lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo leo. Maana yake namna mnavyoniona, nina maisha mazuri, nina maisha ya amani, nina maisha ya afya njema, nina maisha ya kicheko wakati wote. Hivi nilivyo mnavyoniona, hicho kicheko, hiyo furaha, huo utajiri, hayo mafanikio, hiyo amani, afya njema ni kwa neema ya Mungu. Haleluya wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atukuzwe sana. Maana yake nini? Tunahitaji kuomba neema ya Mungu kwenye maisha yetu. Tunahitaji kumwomba Mungu aachilie neema. Ni kweli kabisa, Mungu alinisemesha ya kwamba mwezi huu Mungu anahitaji kuachilia neema yake, na ndiyo maana akanipa lile andiko la Wakorintho wa pili sura ile ya 12 na ule mstari wa 9, anaposema neema yangu ya kutosha, maana ni uweza utimilikao katika udhaifu wangu. Maana yake tunahitaji neema ya Mungu katika maisha yetu, kwa sababu neema ya Mungu inatutosha. Paulo anasema nimekuwa hivi nilivyo kwa sababu ya neema ya Mungu. Kama maisha yako yamevurugika, yameharibika, yamekuwa yaeleweki, mpendwa, iko neema ya Bwana itakayokusaidia kuyanyoosha maisha yako. Kama biashara zako zinaelekea na kufa, uelewi biashara yako, huoni kama ni kazi unafanya, kama ni huduma yako, huoni kama inastawi, huoni kama kuna matunda, huoni chochote, kama ni ndoa yako, kama ni afya yako, ni familia yako, ni watoto wako, wamegeukia kwenye bangi, wamegeukia kwenye zinaa, wamegeukia kwenye ulevi, hawaeleweki watoto wako. Nisikilize mama, nisikilize baba, iko neema ya Mungu itakayowasaidia watoto wako, iko neema ya Mungu itakayosaidia familia yako, iko neema ya Mungu itakayosaidia biashara yako, iko neema ya Mungu itakayokuinua kiuchumi. Usikate tamaa mpendwa. Paulo anasema ya kwamba lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Nami nakutamkia katika jina la Yesu ya kwamba kwa neema ya Mungu lazima utainuka tena, kwa neema ya Mungu lazima utasimama tena, kwa neema ya Mungu lazima utabarikiwa tena, kwa neema ya Mungu lazima utapona huo ugonjwa, kwa neema ya Mungu familia yako lazima itarudi kwenye amani, itarudi kwenye umoja, itarudi kwenye upamoja, lazima mtaelewana, lazima mtasikilizana, mtaishi
hawaishi kwa upendo. Hao watoto wako wamegeuka, wamekuwa watoto wabaya, wanavuta bangi, wanakunywa pombe, wanatembea na watu wasiofaa. Sikiliza mpendo unaonitazama, sikiliza mpendo unaonisikiliza, ya kwamba ipo neema ya Bwana, kwa maana Yesu anasema ya kwamba neema yangu inakutosha. Na mimi nimetumwa nikwambie siku ya leo, siku hii ya tatu, ya kwamba neema ya Mungu inakutosha mpendwa, ya kwamba neema ya Mungu ipo na itakusaidia na itakuwezesha na itakufanikisha. Hiyo neema ya Mungu haitakuacha, kama Paulo ambaye maandiko anasema alikuwa analiuzi kanisa, alikuwa anawapiga wale watumishi wa Mungu, wale wanafunzi wa Yesu, alikuwa anawaua, alikuwa mtaabishaji kwa kanisa la kwanza la Mungu. Lakini kwa neema ya Bwana Paulo alibadilishwa, akatolewa kule akaletwa huku, na hiyo neema iliyombadilisha Paulo ikamtoa kule ikamleta huku kwa Yesu. Na itamkia hiyo neema ikawe kwenye familia yako, na itamkia hiyo neema inayobadilisha, ikabadilishe familia yako, ikabadilishe watoto wako, ikabadilishe kazi yako, ikabadilishe maisha yako. Hiyo neema iliyomtoa Paulo, anasema nimekuwa hivi nilivyo leo, ni mtumishi wa Mungu, ninapendwa na watu wananikubali, nikipita kila mahali ninaheshimiwa, ninapendwa, ni kwa sababu ya neema. Na mimi ninakuombea katika jina la Bwana ya kwamba hiyo neema ya Mungu iwe juu yako, iwe juu ya familia yako, iwe juu ya uchumi wako, ukapone hayo magonjwa kwa neema ya Bwana, ukasimame tena. Waliosema ya kwamba hautapona hayo magonjwa, ya kwamba mwili wako umekuwa duka la dawa, unameza madawa kila mwezi, unameza madawa kila mwaka, na kutamkia uponyaji kwa neema ya Bwana, na kutamkia uzima kwa neema ya Bwana, na kutamkia kusimama tena, na kutamkia kuinuka tena kwa jina la Yesu na kwa neema ya Bwana. Hiyo biashara yako ni sawa, inakaribia na kufa, lakini usiogope. Ayubu anasema kwani yapo matumaini ya kwamba mti uliokatwa utachipuka tena, hata kwa harufu ya maji mti utachipuka tena. Na mimi niko hapa kukutangazia ya kwamba wamekufukuza kazi, sawa, lakini neema ya Mungu itakupa kuishi mjini. Ni sawa, hauna watoto na upo kwenye ndoa, mawifi na wakwe wanakusema vibaya, hata mume ametoka upande wako amehamia upande wa ndugu zako. Kila siku ni machozi kwenye ndoa yako, kila siku ni machozi kwenye familia. Leo ipo neema ya Bwana iliyokwenda kwa Hana akapata mtoto, yale matusi ya Penina yakaondoka. Ile neema aliyopewa Hana na itamtia kwako leo, ukapewe na wewe kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Ni sawa kabisa, umeteseka kwa muda mrefu bila kuolewa, umehangaika kwa kila namna. Hakuna mwanaume anayekusemesha, hakuna mwanamke anayesema nimekubali kuolewa na wewe. Nisikilize mpendwa, iko neema ya Mungu juu ya maisha yako, iko neema ya Mungu juu ya maisha yako itakayokupa kuolewa, itakayokupa kuoa katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Paulo anasema ya kwamba neema, nimekuwa hivi nilivyo kwa neema ya Bwana. Na Yesu anamwambia Paulo huyo ya kwamba pamoja na kwamba ulikuwa unamwiba na umeniomba mara 3, huo mwiba uondoke. Lakini nakwambia leo ya kwamba neema yangu inakutosha. Na mimi nimetumwa na Bwana nikwambie siku hii leo ya 3, wewe unayenitazama, wewe unayenisikiliza, ya kwamba iko neema ya Mungu aliye hai, na hiyo neema inakutosha, na hiyo neema inakutosha. Hiyo neema itakuinua, hiyo neema itakuinua, hiyo neema itakufanikisha, hiyo neema itafungua milango yako, hiyo neema itafungua baraka zako, hiyo neema itafungua njia zako za mafanikio, hiyo neema itakupa kupiga hatua mpya. Haijalishi umekwama hapo kwa muda mrefu kihuduma, huduma yako ni kama haisogei,
ni kama iendi mahali, haipigi hatua. Hata wewe umeona ni kama unapoteza muda, hata imefika mahali umekata tamaa. Kama mtumishi wa Bwana umeona ya kwamba Mungu amenisahau, aliniita sawa, lakini sioni ninachokifanya katika huduma hii. Mungu amenituma nikwambie wewe mtumishi wa Bwana ya kwamba leo anaachilia neema yake kwako, anaachilia neema yake kwako kwenye utumishi wako, kwenye huduma yako. Mungu hajakusahau, Mungu hajakusahau. Mwezi wa 10 ni mwezi wako, ni mwezi wako wewe mtumishi wa Bwana, ni mwezi wako. Mwezi wa 10 ni mwezi wa familia yako. Mmeteseka na madeni, mmeteseka na umaskini, mmeteseka na magonjwa, mmeteseka na kesi za mahakamani, mmeteseka na kuonewa na kunyanyaswa, mmeteseka na kila hali. Mwezi wa 10 ni mwezi wenu wa neema. Mungu amewakumbuka na ameachilia neema, anaiachilia neema, anaiachilia neema, anaiachilia neema, neema juu yenu, neema yake juu yenu, neema yake juu yenu, neema yake juu yenu. Anaiachilia hiyo neema, na neema yake ikija kwenu ni uhakika wa maisha, ni uhakika wa kufanikiwa, ni uhakika wa kupiga hatua, ni uhakika wa kutoboa, ni uhakika wa kupenya. Haijalishi uganga, uchawi, ushirikina uliwashikilia kwa muda mgani, haijalishi miungu au nguvu za giza au madhabahu za kwenu ziliwakamata kwa muda gani, lakini neema ya Mungu imeachiliwa kwenu, imeachiliwa kwenu, iokoayo, itakayowatoa kwenye mikono ya giza, mikono ya wachawi, mikono ya waganga, ya washirikina. Ndio rapakadabraderi ya badoria. Ninapoongea sasa, ninaona kuna watu wanaachiliwa, ninaona kuna watu wanaachiliwa. Ninapoongea hapa, ninaona kuna watu wanaachiliwa na mikono ya adui. Ninaanza kuona kuna watu, sijaanza kuomba, lakini ninaona kuna watu wanaachiliwa kwenye nguvu za giza kwa sababu ya hiyo neema ya Bwana. Neema imekuja kwa majira, neema imekuja kwa wakati. Hiyo ni neema. Kuna watu wanaachiliwa sahihi, kuna watu wanaachiliwa sahihi, kuna watu wanaachiliwa sahihi. Ninaona nguvu za Mungu hapa, ninaona nguvu za Mungu hapa. Sijaanza kuomba, lakini ninaona kuna watu wanaachiliwa, kuna watu wanaachiliwa, kuna watu wanatolewa mahali, wanatolewa mahali, wanatolewa mahali. Walikuwa wamekamatwa na ulevi, wamekamatwa na ushirikina, wamekamatwa na maroho ya kuzimu. Ninaona wanaachiliwa. Kuzimu inawatapika, kuzimu inawatapika, inatapika uchumi wao, inatapika ndoa zao, inatapika afya zao. Ninaona kuna watu wanaachiliwa, wanatapikwa sahihi, wanatapikwa sahihi. My God, my Father, rapapapapa rakadabaderia rikaramandori bakoria kora pateria manta rakoria mandere bakoria. Ninaona neema ya Bwana ameiachilia kwenye familia yako. Oh my God, ninaona hiyo neema inapita. Kuna vifungo viliwashikilia kama familia ya kwamba hamtafanikiwa, hamtapiga hatua, hamtaenda mahali, mtaishi kwenye mateso miaka yote. Leo Mungu amesema no, hutateseka tena, hamtateseka tena. Mungu amesema mwisho inatosha. Kama familia mlivyozunguka huo mlima, mlivyokaa kwenye hayo mateso, Mungu amesema mwezi wa 10 basi. Mungu amesema mwezi wa 10 inatosha. Anaachilia neema yake kwenye oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ninaona kuna familia zinaachiliwa hapa, ninaona kuna familia zinatolewa hapa kwenye vifungo vya giza, vifungo vya giza, vifungo vya giza, vifungo vya giza, vifungo vya mateso. Laana za mabibi, laana za mababu zimewatafuna. Leo Mungu anageuza, leo Mungu anageuza hiyo laana inakuwa baraka kwa neema yake, kwa neema yake, kwa neema yake, kwa neema yake, kwa neema yake. Ipo neema inaachiliwa kwako, ipo neema inaachiliwa. Amesikia machozi yako, ewe dada, ewe mama, amesikia machozi yako ya kutokuzaa kwa muda mrefu. Amesikia machozi yako, namna unavyosema vibaya, namna unavyokutema mate, namna unavyokukejeli vibaya kwa sababu hauna mtoto, hujamzalia huyo mume mtoto. Oh, yuko Isaka, yuko Isaka.
yuko Isaka. Isaka wako amedumbukia saa hii, ameshazama kwenye ulimwengu wako wa kiroho, kwenye tumbo lako. Tunapoongea sasa kwenye ulimwengu wa kiroho, wewe ni mjamzito. Tunapoongea sasa kwenye ulimwengu wako wa kiroho, tayari umembeba Samueli, tayari umembeba Isaka. Aibu Mungu ameiondoa kwa neema yake. Aibu Mungu ameiondoa, Mungu ameifuta, Mungu ameifuta, Mungu ameifuta. Amekukumbuka tena, amekukumbuka tena, amekukumbuka tena. Wamekucheka, wamekudharau, wamekusema vibaya. Ni saa wamuone Mungu wako, ni saa wamuone Mungu wako. Naongea na mtu mmoja hapa ambaye kwa muda mrefu amekaa kwenye kiwango kimoja cha uchumi. Kwa muda mrefu wenzake wanafanya biashara, wanaenda nchi za nje, wanarudi, wanaenda China, wanarudi, wanaenda Dubai, wanarudi. Kuna mtu ninamuona hapa ya kwamba Mungu amezikumbuka sadaka zake, Mungu amezikumbuka sadaka zake. Mungu amekuona ewe unayenitazama, ambaye kwa muda mrefu umemlilia Bwana ya kwamba unahitaji kufanya biashara na uliweka agano na Mungu. Mungu amekumbuka hilo agano, amelikumbuka hilo agano uliloweka pamoja na yeye. Kupitia hilo agano ameachilia neema, ameachilia neema, ameachilia neema. Ninaona ukienda viwango vya kimataifa kibiashara, ninaona ukifanikiwa kimataifa kibiashara, ninaona ukienda nchi za nje, ninaona ukienda China, naona ukienda Uturuki, naona ukienda Dubai kwa ajili ya kibiashara. Rapapapa. Kuna watu Mungu anawainua, anawainua, anasema basi inatosha. Rapapapa, rapakoria baderia. Baba, ninawaombea watoto wako, achilia hiyo neema kwao, achilia hiyo neema kwao, achilia hiyo neema Baba kwenye maisha yao, kwenye familia zao. Baba, achilia hiyo neema. Hiyo neema inawaokoa, hiyo neema inapita, inawafungua Baba. Hiyo neema yako iwafungue, iwaeke huru. Hiyo neema yako iwaponye, watoke kwenye magonjwa, kwenye vitanda walivyolala muda mrefu Baba, hapo hospitalini wamekaa muda mrefu. Yesu, inatosha, inatosha Mungu. Hayo manyanyaso ya adui aliyowanyanyasa kwa damu ya Yesu Baba, inatosha, Baba, inatosha, Baba, inatosha, Baba, inatosha, inatosha Yesu, inatosha Mfalme, inatosha Jehova Baba, inatosha. Rapapapa, rakarabaderia, ramandorobokoria. Hayo manyanyaso ya kuzimu, manyanyaso ya wachawi, manyanyaso ya waganga, ya washirikina kwa watumishi wako wao, kwenye familia zao, kwenye huduma zao, kwenye biashara zao, kwenye kazi zao, kwenye uchumi wao. Yesu, inatosha, Yesu, inatosha, Yesu, inatosha. Ingilia kati, Mungu wa rehema, Bwana mabwana, Mfalme wa wafalme, ingilia kati Yesu, na neema yako sai, Yesu, na neema yako sai, Yesu, na neema yako sai. Kwa maana umesema katika neno lako ya kwamba Bwana, neema hiyo iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Mungu, ninaomba funua hiyo neema kwenye hiyo familia, funua hiyo neema kwenye hiyo biashara, funua hiyo neema kwenye maisha yao, funua hiyo neema kwenye hiyo huduma ya huo mtumishi, kwenye uchungaji wake, kwenye uinjilisti wake, kwenye kuimba kwake. Fungua hiyo neema yako kwenye utumishi wako. Fungua hiyo neema Baba, fungua hiyo neema, fungua hiyo neema Mungu, itakayompa kupiga hatua, itakayompa kusonga mbele, itakayompa Bwana furaha, kicheko, mafanikio, ushindi Bwana. Fungua Yesu sai, fungua Mungu, fungua Jehova, fungua Bwana. Hiyo neema ipite mahali ulipo, unaponitazama. Neema ya Mungu inapita juu yako. Unaponisikiliza, neema ya Mungu inapita sasa kwenye hiyo biashara. Tumbo lililokuwa limefungwa, tumbo ambalo lilikuwa limefungwa, tumbo la uzazi limefunguliwa, 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 limefunguliwa. Rapakabade, rapakariamanda, rapokoriabadia, rikarabadea, ramamande, rakoriabada, ramamamamama,
rapore badiana rakoria manta rema mama ripa baba rapo kokokoko saya mama saya kantaya badia saya mantara badia karomondere bakoria. Mahali popote unaponisikiliza, uchawi unakuachia leo, uganga unakuachia leo, waliofunga njia zako ili usifanikiwe, ili usistawi, ili usizae matunda kama mtumishi wa Bwana, usifurahie wokovu. Neema ya Bwana imeachiliwa sasa, imeachiliwa sasa. Hiyo neema inafungua milango yako ya kihuduma, milango yako ya kitumishi, milango yako ya mafanikio. Naona kuna mtu hapa ni mtumishi wa Mungu, ni kwa muda mrefu alimuomba Mungu nipe jambo fulani, alimuomba Mungu, naomba nifanikishe hichi Baba, ukinifanikisha hichi Mungu nitakutumikia kwa moyo wangu wote. Ninaona Mungu ananiambia ya kwamba hicho kitu Mungu tayari ameshakupa, kwa sababu ameuona moyo wako wa kiutumishi. Mungu amekupa. Sijui ni mchungaji, sijui ni mwinjilisti, sijui ni mhubiri kama mimi, sijui ni mwimbaji, I don't know, ni mzee wa kanisa, sijui, lakini kuna mtu hapa ni mtumishi wa Mungu. Mungu ananiambia ya kwamba jambo ambalo umeomba Mungu kwa muda mrefu, I don't know ni kitu gani, sijui, lakini Mungu ananisemesha hapa ya kwamba amekujibu na amekupa kwa neema yake. Amekupa kwa neema yake, amekupa kwa neema yake, amekupa kwa neema yake. Na kuna mtu hapa ni mtumishi wa kawaida, sio mchungaji, sio mwinjilisti, sio mhubiri kama mimi, ni mtu tu, lakini ni mtumishi, ni mtu tu, ila ana roho, ana moyo wa kitumishi, ana moyo wa ibada ndani yake, ana moyo wa ibada, na anampenda Mungu, na anampenda kumtumikia Bwana, na yuko tayari kwa kumtumikia Mungu kwa njia yoyote. Huyo mtu Mungu amemuona leo, na kuna mambo ambayo Mungu anaenda kufanya kwake. Mungu ananisemesha hapa ya kwamba huyo mtu ni mwanamke, na Mungu anamuinua, anamheshimisha, anampeleka viwango vingine. Huyo mtu Mungu anambariki, huyo mtu Mungu anamfungulia njia. Kuna watu walimcheka, kuna watu walimdharau, kuna watu walisema ilifika mahali wakamsema vibaya ya kwamba yuko wapi Mungu wako. Hata ilifika wakati mume wake kabisa akamdhihaki, akamdharau, akamcheka ya kwamba unaenda kwenye mume kila siku na Mungu wako haonekani, akusaidii, biashara yako inakufa, haieleweki. Nisikilize mama, uko hapo, neema ya Mungu imekuja kwako mwezi wa 10. Neema ya Mungu imekuja kwako mwezi wa 10. Mungu amekukumbuka. Raparebadi rikariamanta ramomumundi rakoria badaria rikariamanderi bako rapopopopo rapaya badaya sakataya manta sakariamante rakoria mandara bakoria. Kwa damu ya Yesu, usiogope dada. Mungu amekukumbuka kilio chako cha kuolewa. Mungu amekukumbuka. Usiogope kaka, kilio chako cha Mungu kukuonesha mke sahihi. Mungu amekukumbuka. Anaenda kukuonesha mume, anaenda kukuonesha mke sahihi, anaenda kukuonesha mke sahihi utakayemuoa. Mungu ni mwaminifu, hata kuacha, na neema yake imekuja kwako ili ikubadilishe, ili ikusaidie. Hutabaki kama ulivyo, na kutamkia kwa jina la Yesu, wala huu mwaka hautamaliza kinyonge, hautamaliza kawaida. Haijalishi tangu Januari mpaka Septemba hujapiga hatua yoyote, lakini kwa miezi hii mitatu kuna mambo mapya ambayo Mungu anaenda kuyafanya kwako. Kuna jambo jipya linaenda kuzaliwa. Hutamaliza mwaka kinyonge, na kutamkia kwa kinywa cha Bwana kwenye hii madhabahu. Hutamaliza kawaida. Huu mwezi wa 10 ni mwezi wa neema kwako, ni mwezi wa neema kwako. Paulo anasema, lakini kwa neema ya Mungu
nimekuwa hivi nilivyo, nami nakutamkia ya kwamba kwa neema ya Bwana utainuliwa tena. Haijalishi ulifilisika, ipo harufu ya maji, ipo neema, ipo neema. Usikate tamaa baba, usikate tamaa mama, ipo neema ya Mungu, ipo neema ya Mungu itakayokuinua tena, itakayokuinua tena, itabadilisha status yako, itabadilisha anwani yako. Neema ya Mungu itabadilisha anwani ya watoto wako. Ni sawa wamekuwa walevi, wavuta bangi, wamekuwa makahaba, wamekuwa waizi, sawa, lakini ipo neema ya Mungu inaenda kuwabadilisha, inaenda kubadilisha status yao, inaenda kubadilisha anwani yao. Wanaitwa tena kwa jina jipya, wanaitwa tena kwa jina jipya, kwa neema ya Mungu. Waliitwa walevi, waliitwa makahaba, ni sawa, lakini wanaenda kupewa jina jipya. October, it is over. October, it is over. October, it is over. Na kutamkia kwa kinywa cha Bwana kwenye hii madhabahu ya kwamba October, it is over. Matatizo yako, it is over. Kesi yako, it is over. Changamoto zako, it is over. Vita yako, it is over. Chochote ambacho kinapambana na wewe, Yesu ameingilia kati, anasema neema yangu ya kutosha. Rapa kabade, rapa kariamanta. Nami nakuombea kwa Bwana, pokea neema, pokea neema, pokea neema. Familia yako ipokee neema, ipokee neema, ipokee neema, neema ya kuinuliwa, neema ya kubarikiwa, neema ya kupokea uponyaji, neema ya kuzaa, neema ya kufunguliwa, neema ya kuwekwa huru kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea neema, pokea neema, pokea neema. Nguvu za giza toka achia, toka achia, toka achia. Enyi mapepo toka achia, enyi maganga toka achia, enyi wachawi toka kwa jina la Yesu. Toka mapepo, toka majini, toka mizimu, toka miungu, toka achia. Achia hizo familia, achia maisha yao, achia uchumi wao, achia biashara zao, achia hizo kazi. Rapapapapa, rakarabaderia, rikoriamanda, rakoriabaderia, rikiribababa, rapopopopopo, rapapapapa, rakaremanderebako, rikarabadabara. Nguvu za giza zinakuachia. Moto kwa jina la Yesu. Fire kwa jina la Yesu, 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 fire kwa jina la Yesu. Fire lazima waachie, waachie. Wanataka wataki, hatuombi, hatubembelezi, lazima waachie, lazima waachie. Kwa neema ya Mungu, kwa neema ya Bwana, lazima waachie. Rapa kabade, rapa karabadia, rapo koriamanta, ripa papapapa, rapo papapapa. Toka achia, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia. Hiyo neema imefunguliwa, neema ya Mungu imeachiliwa, imeachiliwa neema, imeachiliwa neema, imeachiliwa neema. Inawavusha, inawavusha, inawavusha. Mmekaa hapo muda mrefu, neema inawavusha, inawatoa leo, inawatoa leo, inawatoa leo. Kuna watu naona wanatoka, wanavushwa ng'ambo ya pili, wanavushwa ng'ambo ya pili, wanainuliwa na Bwana, wanainuliwa na Bwana. Wanainuliwa, wanainuliwa, wanainuliwa na Mungu aliye hai, wanainuliwa na Bwana mwenye uweza, wanainuliwa, wanainuliwa, wanabarikiwa, wanapewa upako mpya. Watumishi wa Mungu wanapewa neema mpya, kibali kipya kwa jina la Yesu. Ramandeko rabadiri ya mantaya, riko rabadiri ya mande kara kora maya mande rabodia kari sharamante ya bade kara pakoro monderi ya bakoria rika rabaderi ya manta riko rabaderi ya mando riko rapakari ya mante rapata ya manderi ya bakoria ripaka baderi ya mande rapokoko rabadiria. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu tunakushukuru. Mshukuru tu Mungu mahali ulipo. Maana naona umefunguliwa kabisa. Naona umewekwa huru sasa. Kuna mambo yako yamefunguliwa. Kuna namna utaanza kuona wepesi. Kuna namna utaanza kuona uzito umeondoka. Kuna namna utaona tu mwenyewe.
milango imefunguka, neema ya Mungu imekuja kwako. Hebu mshukuru tu Mungu. Baba, tunakushukuru, tunakuinua. Wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa neema yako Baba, kwa siku ya tatu ambayo Mungu umetuisha tena na kutupa neema yako Baba. Hakika Mungu, hatutakuwa hivi tulivyo Baba. Tunaenda kuinuka tena, tunaenda kuongezeka, tunaenda kufanikiwa, tunaenda kuinuliwa, kwa sababu neema yako inatutosha. Tunakushukuru, tunakuinua katika jina la Yesu na damu ya Yesu, amen. Mungu ni mwaminifu sana. Leo ni siku ya tatu ya maombi haya. Tuna siku ya 4, tuna siku ya 5, na siku ya 6, na siku ya 7. Endelea kutuombea, endelea kuniombea, lakini pia endelea kuombea huduma hii, lakini pia endelea kujiombea na wewe, ili Mungu akusaidie tumalize wote siku 7 ambazo Mungu ametupa kuweza kuomba, na kwa hakika hautakuwa kama ulivyo, na kwa hakika hautabaki kama ulivyo. Huu mwezi wa 10 utaona ni mwezi wa kutofauti sana kwako. Haijalishi miezi iliyopita, miaka iliyopita, siku zilizopita, wiki zilizopita, utamuona Mungu baada ya maombi haya. Jina langu linaitwa Mwalimu Given Msuya. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kushare kwa marafiki, kwa ndugu, kwa jamaa, kwenye magrupu ya ofisi, magrupu ya familia. Share link hiyo kwa watu mbalimbali, watumie baraka hizo ili na wao wakabarikiwe kama namna ambavyo wewe Mungu amekubariki. Tukutane tena kesho. Mungu akubariki, Mungu awe pamoja na wewe, na neema yake ikawe juu yako na familia yako katika jina la Yesu, amen.